Swala la kwanza linahusiana na, anasema dokta, mimi nina mimba ya mwezi mmoja lakini nimeshaanza kusikia kwamba kinacheza tumboni, ni sawa kweli? Na mwingine vile vile ameuliza swali kama hilo kwamba dokta, mimba yangu ya kwanza ina miezi minne lakini mwanangu hachezi. Kwenye uchezaji wa mtoto kuna baadhi ya kina mama ambao huwa wanaanza kusikia mtoto anacheza mapema kabisa, mimba ikiwa na miezi mitatu, tofauti na yale maelezo ambayo nilielezea kwenye video yangu, ambao kama ukuweza kusikiliza basi unaweza ukaklik suggestion hapo juu utasikiza video hiyo kwamba mtoto huwa anaanza kucheza lini, na inatofautiana kati ya mama ambaye anakuwa na ujauzito wake wa kwanza, lakini vile vile na mama ambaye ni ujauzito wake labda wa pili, wa tatu na kuendelea. Mama ambaye ni ujauzito wa kwanza, yeye anaweza kachelewa mimba, anaweza kaanza kusikia mtoto anacheza mimba ikiwa na wiki 18, wiki 20 na kuendelea. Kwa hiyo ambaye mimba ya pili, ya tatu na kuendelea, sikia wiki 2 kabla, manake wiki ya 16, wiki ya 18 anaweza akasikia mtoto anacheza. Lakini kuna baadhi ya kina mama wengi sana wakaniambia, bwana, mbona sisi tunasikia watoto wanacheza mimba ikiwa na miezi mitatu, manake wiki 12, wiki 13 wanasikia mtoto akiwa anacheza. Hiyo ni kweli kabisa, na wengi wamekuwa wakisema hivyo na kuna uhalisia wa hilo. Sasa huyu anayesema kwamba mwezi mmoja mtoto anacheza, mimi sidhani kama kuna uhalisia. Kwa hiyo ingekuwa miezi mitatu na kuendelea, inawezekana, hasa kwa wale ambao wanabeba mimba ya tatu, ya 4 na kuendelea. Lakini kama ni mimba yako ya kwanza, au huyu anasema mwezi mmoja mtoto bado hajaanza kucheza, mara nyingi hata mapigo ya moyo kama ukifanya ultrasound ya kuweka tumboni, basi utakuta hayaonekane, lakini anaanza kuonekana mimba ikiwa na wiki 8, ambayo ni miezi miwili hiyo, wiki 7, wiki 8, wiki 9 na kuendelea, ndipo utaona mapigo ya moyo. Kucheza mtoto akiwa na miezi mitatu na kuendelea inawezekana ikatokea. Lakini kuna mwingine akasema kwamba yeye kama mtoto hachezi na mimba tayari na miezi minne. Sio lazima tukisema kwamba mimba ikiwa na wiki 16 basi usikie mtoto anacheza, sio lazima. Kuna wengine wanaanza akaanza kusikia mtoto anacheza tumboni mimba ikiwa na wiki 26, ambao tayari ni miezi 6 na wiki 2. Lakini wakati mwingine mtoto anaweza kawa anacheza, wewe huwezi kusikia, hasa kwa kina mama ambao wanabeba mimba kwa mara ya kwanza. Ndio maana mama anaweza kukuta amechelewa sana kwenda kliniki, ameenda labda mimba ina miezi 7, lakini atakwambia kwamba mimi nilikuwa sijui kama ni mjamzito. Au na miezi 5 alikuwa hajui kama mjamzito. Baadaye anaona tumbo limekuwa kubwa, alikutana na mwanaume, na kwa sababu hana uzoefu ndo anagundua kwamba yeye ni mjamzito, na baada ya kufanya labda kipimo, lakini mtoto hachezi. Si kwamba mtoto hachezi tumboni, mtoto huwa anakuwa anacheza. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kapelekea mtoto usisikie wewe kama mama anacheza. Kwanza ni uzoefu, kingine ubize wa kazi, lakini na mambo mengine mengi sana, kama una kitambi, una maji mengi, lakini mkao wa mtoto pia unaweza kupelekea wewe usisikie anacheza. Ila ukienda kufanya ultrasound, ukichungulia pale kwenye screen, unaona kabisa mtoto wako anacheza, miguu inachezeshwa, mapigo ya moyo yapo, mikono anaweza kawa anachezesha. Kuna huyu mwingine yeye aliniuliza swali, anasema kwamba dokta, mtoto akiwa anacheza mara kwa mara, unasikia anacheza kwa juu na pembeni, pia unasikia akicheza kulia upande mmoja, unasikia wakati mwingine akicheza chini ya kitovu na juu ya kitovu, hii imekaaje? Dokta anauliza. Sasa hiyo mara nyingine huwa inatokea, na wewe aliyeuliza yeye anaitwa Eliza, anasema kwamba anauliza kuhusiana na hii mtoto anacheza pande zote, unakuta juu ya kitovu, chini ya kitovu, upande wa kulia. Hiyo inaweza katokea kwa sababu tulisema kwamba mtoto anapokuwa tumboni huwa anachezesha aidha mikono na mara nyingi ni miguu. Sasa wakati mwingine nategemeana na room au mji wa uzazi alivyo mtoto kule ndani. Kama kuna nafasi kubwa unaweza kumsikia mtoto akicheza kila sehemu, lakini mara nyingi kinachocheza zaidi ni mikono, lakini vile vile na miguu. Kwa hiyo kama miguu ipo upande labda wa juu, utasikia akicheza, na wakati mwingine akitingisha mikono, basi utasikia mtoto akicheza. Lakini wakati mwingine inaweza katokea kwamba mtoto anacheza pande nyingi sana, kumbe una mimba ambayo ni ya mapacha. Mara nyingi ukiwa na watoto zaidi ya mmoja, watoto wanaweza kawa wanacheza sehemu mbalimbali. Kwa kusema hivyo sio lazima. Wakati mwingine unakuta hata mama mwenye mimba ya watoto wawili ambao wako tumboni hawachezi sana kuliko yule ambaye mwenye mimba ya mtoto mmoja tumboni. Kwa hiyo mimba haizoeleki, na unapoona kwamba mtoto wako hachezi, labda ulikuwa unamsikia anacheza vizuri, lakini ukaona ghafla au ukaona anaanza kupunguza kucheza, huwa tunashauri usichukulie kwamba jambo hilo ni la kawaida sana. Ni vyema uweze kwenda hospitali na ukafanyiwe uchunguzi. Uchunguzi wenyewe ni nini? Ukafanyiwe ultrasound. Wakisema mtoto yuko vizuri, basi unaweza kurudi nyumbani ukaendelea na shughuli zako.
Lakini ukiona kwamba mtoto wako ameendelea kupunguza kucheza, mara nyingi huwa kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukakufundisha ya kufanya. Niliweza kuelezea kwenye video yangu moja, unaweza kusikiliza kwa click suggestion hapo juu. Utasikiza mara baada ya kusikiliza video hii. Mara nyingi mtoto kupunguza kucheza ni hatari zaidi kuliko akiongeza kucheza. Unapoona kwamba mtoto wako ulikuwa unamsikia, alafu nakuta labda ulianguka au ghafla umeona mtoto wako amepunguza kucheza, masaa kadhaa hajacheza na ni utaratibu umeshazoea kwamba anacheza, ni vyema uweze kwenda hospitali, kwa sababu mtoto anapotaka kuweza kufariki tumboni au kama kuna changamoto yoyote ipo, huwa anaanza kwanza kupunguza kucheza, lakini mwisho wa siku mapigo ya moyo yatashuka na mwisho wa siku anaanza kufariki tumboni. Sasa wengi wao wanachelewa, unakuta anakaa siku 3, 4, 5 ndo anaenda hospitali kwamba mtoto mimi alipunguza kucheza toka juzi. Hiyo haitakiwi. Ni lazima usikie mtoto wako anacheza kila siku pale ambapo umeshaanza kumsikia. Kama nianza wiki ya 16 kumsikia, basi ni vema uhakikisha kwamba kila siku unamsikia mtoto wako akiwa anacheza. Kwa hiyo utafanya ultrasound kwa ajili ya kuangalia kwamba je, mtoto yuko salama? Na kama yuko salama, basi unakuwa hauna shida hata kama hachezi. Na wataangalia mapigo ya moyo, wataangalia usafishaji wa damu kule tumboni kama kuna shida yoyote. Lakini ukiona mtoto hachezi, na kuna utaratibu wa kuweza kuhesabu, kwa sababu sisi tunachoangalia ni kama mtoto anacheza au hachezi, sio kwamba anacheza mara nyingi au kwa vurugu. Hivyo si hatuvizingatii. Tunachoangalia kwamba au unachotakiwa kukizingatia ni kusikia au kuhisi mtikisiko tumboni. Sasa kuna mambo ambayo unaweza kufanya. Unapoona mtoto amepunguza kucheza, basi unaweza ukaanza kuhesabu kwa masaa 12. Ukiona mtoto amecheza chini ya mara 10, ujue hiyo ni hatari. Kwa mfano ukianzia kuhesabu saa 3 asubuhi, utaendelea kuchati au unaweza kutumia karatasi. Kila atapotikisa unachora, una chati moja. Kila unapotikisa una chati moja. Utaanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 3 usiku. Manake hayo ni masaa yaliyokamilika 12. Sasa ndani ya masaa 12 ikionekana mtoto amecheza chini ya mara 10, manake kuna changamoto. Na siku ya pili tena akacheza chini ya mara 10, manake hiyo ni hatari. Ni vyema kuweza kwenda hospitali, ukakae kule kule wakufanyia vipimo na wajue kama kuna shida nyingine, labda na pressure za ujauzito, una changamoto, ulianguka, kondo la nyuma limekaa vibaya, au una shida nyingine, zitagundulika ukiwa katika mazingira ya hospitali. Lakini unapoona mtoto achezi, siku ya kwanza umekaa tu nyumbani, ukiona mtoto achezi kabisa, ni vyema uhakikishe kwamba unaenda hospitali. Ultrasound jamani, unaweza kufanya mara nyingi kama una changamoto, na mara nyingi watu tunashauri unaweza kufanya na haina madhara yoyote kwa mtoto ambaye yuko tumboni. Kwa hiyo sisi ambacho mimi kama daktari tunachokizingatia sio mtoto kucheza kwa vurugu. Tunazingatia, je, mtoto ametikisa, na ametikisa mara ngapi kwa siku au ndani ya masaa 12? Na kama unaangalia ndani ya risali moja asitikise chini ya mara 3. Inataka kuanzia mara 3 au zaidi ya mara 3. Akiwa ametikisa, kwa mfano ukanywa chai asubuhi labda saa 4. Ukisha kunywa chai unaangalia ile risali moja, ametikisa mtoto mara ngapi? Akitikisa, haswa kama una changamoto fulani fulani ambazo hospitali utaweza kuelezwa na nimeelezea kwenye video zangu ambazo nimeweza kusema, unaweza kuzisikiliza. Sasa kama utakuwa na swali zaidi kuhusiana na uchezaji wa mtoto na haumsikii, kama nilivyosema, kuna mkao, maji, inawezekana una tumbo na kitambi na mafuta mengi, usikii mtoto anacheza. Ndio maana hata ukienda hospitali kuna baadhi ya manesi anaweza kawa hasikii mapigo ya moyo ya mtoto. Kwa nini? Kwa sababu tu wewe una kitambi au una maji mengi au mtoto amekaa mkao ambao kumsikia sio rahisi. Ile ukifanya ultrasound, zile sound waves zikienda zinaonyesha kabisa mtoto ni mzima, hana shida yoyote. Kwa hiyo ukiona umeenda kufanya ultrasound ukaambia mtoto wako yuko salama, wala usiwe na wasiwasi. Kama utakuwa na swali kuhusiana na uchezaji wa mtoto, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako kwa wakati wowote ule. Kama ulikuwa na swali sana kuhusiana na uchezaji wa mtoto, anaanzaga kucheza lini kwa mimba yako, labda wewe ni ya kwanza au ni mimba ya 4 ya 5, unaweza kukisagesha hiyo hapo kasikiza video kuhusiana na mtoto anaanza kucheza lini. Kuhusiana na kupunguza kucheza ni kitu ambacho kinaweza kuwa cha kawaida, lakini ni lazima ufanyiwe uchunguzi na vipimo kwanza.